Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, wapata ajra ya itikaf. Kwa hivyo biidhnillahi taala, iwe vikao vyetu ndani mwa msikiti katika bait min buyutillah, iwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatuangalia kwa jicho lake la rahma, atumiminie thawabu, kwa sababu tunahitajia. Sisi ni mafukara, antumul fuqarau ila Allah, nyote ni mahitaji. Uwe tajiri utakavyokuwa, uwe na nafasi utakavyokuwa nayo, lakini bado wewe unamhitaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata uwe umefanya ibada kiasi gani, hata kama umefanya ibada masha Allah miaka 100, lakini bado wewe wahitaji rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio mazungumzo ambayo yametukusanya mwaka huu katika Masjidul Anwar, ili kuweza kuangalia miongoni mwa sera za mabwana waliotangulia na kuangalia mafunzo yao. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anamweleza, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ewe Bwana Muhammad, kila tunapokusimulia wewe visa vya wema, visa vya yoyote yule, ma nuthabbitu bihi fuada, tunataka kuthubutisha moyo wako. Na moyo, ikhwani fillah, waitwa kwa lugha ya Kiarabu alqalb. Na alqalb ni jambo ambalo kwamba leo tunaweza tukasema ni mobile, yatoka ya kwenda yabadilika. Na moyo usipokuwa na istiqrar ni hatari kubwa sana. Ndiposa utakuja kuona katika dua alizokuwa akizisoma Bwana Mtume Muhammad, au katika viapo vyake akitaka kufanya kiapo kikubwa zaidi, alikuwa akisema la wa muqallibal qulubi wal absar. Na hapa na yule ambaye muqallib ndiye anazibadilisha hizi nyoyo, wal absar. Na dua nzuri ya kuweza kuthubutisha moyo wako katika istiqama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kukariri zaidi, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik. Ewe Mwenyezi Mungu ambaye wazibadilisha hizi nyoyo. Moyo leo unaweza kuamka una imani masha Allah 80%, lakini siku ya pili au pengine mchana waipata iko katika daraja ya chini kabisa. Kwa hivyo wahitajia wasta'inu bisabri wassalah, wahitajia msaada kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu safari ya kumfikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni safari ya mabonde na milima. Yahitajia subra ala taa, subra anil maasiya, kuwa na subra kuthubutu katika taa ya Mola subhanahu wa ta'ala, na pia uwe na subra kuachana na maasi. Yote haya yataweza kupatikana ikiwa utapata isti'ana au msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, tumechagua kusoma kitabu kinachojulikana kwa jina la Al-Hikamul Ataiya, kilichonasibishwa kwa moja katika wasomi wa Kiislamu ambao walioshughulika sana katika malezi ya moyo. Jina lake ni al-Imam Abul Fadl Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim As-Sakandari. Huyo alikuwa katika mwanzo wa karne za 7, yani karne yake zilikuwa ni karne sawia na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini huyu bana ana kisa kirefu, hatutotaka kuingia sana. Na alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi wa wasomi ambao washughulika na malezi ya moyo. Jina lake ni Abul Abbas Al-Mursi, mwanachuoni mkubwa sana. Amezikwa nchi ya Misri, mji unaoitwa Alexandria Al-Iskandaria bilugha al-Arabia. Na huyu bwana tunayemtaja leo ambaye kwamba ni
kama jina tulivyotaja ni al-Imam Abul Fadl Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim As-Sakandari, ambaye jina lake lingine anaitwa Ibn Ataillah As-Sakandari. Huyu alisoma kwa huyu bwana na akapigwa mafunzo ya kisawasawa, akajiandaa kashamiri kweli kweli, na akaenda zake Kairo, na akaendelea na masomo, na akawa ni moja katika mashekhi wanaotegemewa katika Al-Azhar katika zama hizo. Anajulikana ni mwanawachuoni ambaye alikuwa ni waidh, akitoa mawaidha yake yalikuwa na taathir kubwa sana katika mioyo ya watu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala alimpa hikma. Waman yu'ti al-hikmata faqad utiya khairan kathira, yule alopewa hikma basi amepewa khairi nyingi sana. Akawa anaandika baadhi za hikam zake zikakusanywa, na hikam zake zikawa zinazungumza mara nyingi tasfiyatul qulub, usafi wa moyo, mara nyingine ni katika aqida. Utakuja kupambana na baadhi ambao pengine natarajia leo tutazitembelea. Utakuja kuona vipi walivyokuwa wakiweka maneno yao kwa namna ya hikma, ili kuweza kuthubutisha moyo wa mwanadamu asiyumbishwe na mambo yanayoweza kumtoa katika dira ya aqida. Hizi mustalahat kwa hakika mimi binafsi naona ni mustalahat, ni misamiati yatakikana kupanuliwa. Na mimi nimeuliza katika darasa zangu juzi, tunaposema sisi ni ahlus sunna wal jamaa, madha taani hadhihi alkalima? Unapojigamba ukasema mimi ni ahlus sunna wal jamaa, haya ni maneno umeyasema, unaweza kutueleza nini maana yake? Je, ahlus sunnati wal jamaa ni yale madhehebu manne yalozoeleka, mini Shafi'i, mini Maliki, mini Hanbali, mini Hanafi? Na subhanallah, katika magonjwa ambayo kwamba sasa hivi tuendelea kuyatibu ni magonjwa ya la madhhabia. Sisi hatuna haja ya madhehebu. Mimi bana nataka qala Allahu wa sallallahu wa baraka alayhi. Ndio darasa tulikuwa nao, tumefungua Masjidi Nur leo tukiwa tusoma katika al-40 an-Nawawiyya. Katika hizi zama mtasikia mengi, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, yule atakayepewa umri kuishi katika miaka ya baadaye ataona ikhtilaf, tofauti mengi katika maneno na katika kuelekeza. Alaikum bisunnati, maneno haya pia yana taabir. Haya maswala nitawauliza, mtakwenda kufanya homework. Nini yamaanisha mimi ni ahlus sunnati wal jamaa? Je, yamaanisha ahlus sunnati wal jamaa ni yale madhehebu yangu manne? Na hawa tunawasikia leo hatutaki madhehebu la madhhabia. Je, ni katika ahlus sunnati wal jamaa? Na tukisema ni ahlus sunnati wal jamaa na la madhhabia, tunawatia katika kundi lipi? Aya lingine ni hili, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatuambia, mtakaposikia fitna zimeenea kila kona, kila mahali, fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin. Haya maneno hebu tusimame kidogo tuyaangalie. Alaykum bisunnati, jilazimisheni sana kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad. Sunna za Bwana Mtume Muhammad maarufa, tunasema ni sunna qawliya, sunna fi'liya na sunna takririya, silent approval. Ima ni maneno aloyasema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ama ni vitendo vyake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ama ni takrir. Takrir ni silent approval, jambo limesemwa mbele ya Mtume Muhammad ama limetendwa mbele ya Mtume Muhammad, yeye hakusema wala hakutenda, lakini akanyamaza. Kwa hivyo kunyamaza kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni al-iqrar, ni kulikubali lile jambo, linaingia katika sunna. Ndio tafsiri tulivyoelezwa. Na katika baadhi ya ulama wanatuambia wasifatuhu, kiingia katika shamail, na sifa za Bwana Mtume Muhammad pia ni katika sunna. Kwa hivyo leo tukielezwa
pua la Bwana Mtume Muhammad, kama kwa mfano wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa, mpaka mwisho. Kile ukiona viungo vya Mtume Muhammad vimetajwa vinaingia katika shamai. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Utakuja kuona kifua, mgongo, uso. Qad nara taqalluba wajhika fi samai. Hizi zote ni katika wale wanaozungumza ulama katika shamail zaingia katika sunna. Haya, tuulizane, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Hii sunna Mtume Muhammad tumeielewa. Sunna ya makhalifa ni ipi? Ni masala kwa hakika mimi binafsi naona kuna haja haya mambo yawe wazi, ili tusije tukachanganywa katika miale na mienendo yetu. Sunna za Mtume Muhammad ni takririya, qawliya, fi'liya, pengine na sifat kama baadhi ya wanazuoni walioshughulika katika shamail. Je, sunna za al-khulafa ar-rashidun ni zipi? Tafanya homework hiyo. Na sisi tukisema al-khulafa ar-rashidun katika sira tunasema ni al-khulafa al-arba'a, ni wanne. Kwa hiyo tunaanza na Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Baada ya hapo makhalifa washakwisha. Je, hii ni fahamu sahih ama sio fahamu sahih? Manake baadaye utakuja kuona kuna baadhi ya wanazuoni wanasema na Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, na yeye anakuwa ni al-khalifa al-khamisa. Huku tushakata khilafa imekwisha kwa Sayyidina Ali, huku tumeambiwa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz naye ni khalifa ambaye ndio al-mujaddid al-awwal li ummati Muhammad, ndio yule mujaddid wa kwanza. Kisha mujaddid wa pili alikuwa ni al-Imam Shafi'i, na Imam Shafi'i amekuja baada ya tabi'in. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz si sahaba, ni tabi'i. Hani masala kidogo katika historia inatakana yawe wazi. Itaomba tuwe na subra katika darasa zetu. Haya maswali mtakwenda kuyafanyia homework, lakini biidhnillahi taala tutakuwa tukizipekua kuangalia ni nini maana ya haya mazungumzo, ili tusitoke katika muundo mzima wa mazungumzo yetu ambayo yatakuwa yanazunguka zaidi katika al-hikam al-ataiya. Al-hikma ambao ni hekima katika Kiswahili, lugha ya Kiarabu ni lugha tajiri, ni lugha pana ambapo yatusaidia mara nyingi kufahamu mazungumzo mengine sisi hatuwezi kuyaeleza. Na Kiswahili ni lugha ambayo imechukua baadhi ya matamshi mengi katika lugha ya Kiarabu, na kuna baadhi ya maneno ya Kiswahili hatuwezi kuyaelewa mpaka tufahamu Kiarabu. Utakuja kuona lugha kadha wa kadha ambao kwamba ni lugha ambazo kwamba ziko karibu na Uislamu, lugha zenyewe zimeazima matamshi na maneno mengi kutoka katika lugha ya Kiarabu. Yani hizi lugha ziko katika mstari wa mbele katika kusambaza Uislamu, na mojawapo ni Kiswahili. Na nakumbuka tulipokuwa tukisoma madrasa, mimi system yangu nilosoma, nimesoma Kiarabu Kiswahili. Kwa hivyo nasoma Kiarabu na tafsiri Kiswahili, na mimi ni katika watu wa bara. Sasa Kiswahili changu kilikuwa si kizuri. Sasa ukinisikia na mimi ni mkosti, sio? Lakini nikienda kule nilikuwa naambiwa ukitaka kuzungumza Kiswahili sanifu, soma Qur'ani utafsiri Kiswahili, au hadithi utafsiri Kiswahili. Kwa hivyo sisi kama tumefahamu Kiswahili kupitia Kiarabu. So mara nyingine tuna feel very comfortable kuzungumza Kiswahili kwa sababu tunajua haya ni mambo tumeyazoea katika mazingira yetu ya kusoma. Kwa hivyo hekima ni tamko la Kiswahili, naam, lakini tamko hilo hilo utakuja kuona limeazimwa kutoka katika dictionary kubwa ya Kiarabu, ambapo wanatueleza
Waarabu. Alhikma, hekima, hiya alqudra ala wad'i al-umuri fi mawadhi'iha as-sahiha. Tukizungumza hekima ni mtu kuwa na uwezo wa kuweka mambo mahala pake panapofaa. Hili ndilo neno la kutafsiri hikma ni nini, huwa wad'u shay fi mawdhi'ihi. Kwa hivyo mtu anapochukua gari akapark mahala amewekewa alama ya kupark, mimi nina haki kumwambia fulani ana hikma, kwa sababu ameweka gari mahala panapostahiki na wakati unapostahiki vile vile. Lakini mfano mtu amechukua gari amepaka kwenye barabara ama kwenye mlango wa kutoka, amepaka kabisa na kuna nafasi, nina haki kusema hana hekima kwa sababu hajaweka kile chombo mahala panapostahiki. Haya ndo maneno ya kutafsiri hikma. Kwa hivyo alhikmatu ni kuweka jambo mahala panapostahiki ama kusema maneno mahala panapostahiki na wakati unaostahiki, ndio hikma. Na hikma ni tunu, ni zawadi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna hikma ambayo kwamba ni maumbile mwanadamu, Mwenyezi Mungu amemuumba subhanallah, ana hikma. Akizungumza huzungumza kwa hekima, akitenda hutenda kwa hekima, akifanya anafanya chochote kwa hekima. Wengine ni jibiliyan, Mwenyezi Mungu amemtunuku. Na kuna hikma nyingine ni muktasaba, iktisab, bimaana unafanya bidii, unasoma, unajisumbua. Kwa hivyo tajriba yako, experience yako tayari inakupa namna ya kuamiliana na watu wa hakadha, na huwa anaitwa hakim. Na Qur'an al-Karim kama ilivyokuja katika Qur'ani maneno, waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, mtu anayepewa hikma basi Mwenyezi Mungu amempa khairi nyingi. Hata katika baadhi ya tafsiri, nyele nyeupe ni hekima. Kwa hivyo ukimuona mzee ujue huyu mzee anayo hekima. Lakini wazee wa sasa wanao hekima ama hawana hekima? Vijana wanaona wanashindana sasa, okay? Lakini kila ukikuwa wewe katika umri wako, umepita mwaka mmoja, mwaka wa pili umekwenda, kwa sababu una life experience, wewe unatakana ujenge katika daftari ya hikma. Hawa pengine ni wazee wa zamani, wazee wa sasa kina sisi lila asaf hekima imetupotea. Kwa hivyo mara nyingine tunaona hata qulil haqqa walau kana murra, wewe sema kweli hata kama ni uchungu, wewe mwambie tu, kwani atakupeleka wapi? La, hii dini ni dini ya hikma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ud'u ila sabili rabbika bilhikma. Anakuja mtu kwa Sayyidina Umar, anamwambia Sayyidina Umar, mimi nataka kusilimu, lakini mimi nina shida moja na Uislamu. Shida gani? Mimi pombe si waki, kwa hivyo nimequalify kuingia katika dini ya Kiislamu. Wewe ungefanyaje? Wewe utaki kuacha pombe? Wewe Uislamu wako wewe una matata. Sayyidina Umar anamwambia wewe sili, anapiga shahada. Akishamaliza anambia sasa wewe, wacha nikupe sasa tafsiri. Wewe ni ndugu yetu, kilichoko cha halali kwetu ni halali kwako, kilichoko cha haramu kwetu pia ni haramu kwako. Kwa hivyo wewe ukimwona yoyote hapa ni Muislamu ujue ni ndugu yake. Kwa hivyo kuna hudud zimewekwa, kuna mipaka imewekwa. Ukinywa pombe utachapwa fimbo ngapi? 100, sio? Ukinywa pombe utapigwa fimbo 100. Kwa hivyo wewe ushakuwa Muislamu, ukinywa pombe ukiletwa utakula fimbo. Mbona ukuniambia mwanzo? Kama nataka nikuokoe kwanza kutokana na moto wa jahannam. Na ukiritadi sheria mikononi. Kwa hivyo hawezi kuritadi, na kinywa pombe atapigwa fimbo ngapi? 100. Amemwokoa majamokoa, ametumia hikma, hakutumia hikma. Yule mmoja imeelezwa katika hadithi katika suala la hikma vile vile, bana ameua nafsi 99,
nafsi yake inamlaumu, na hii nafsi inaonekana ilikuwa ni nafsu lawama katika maratibu za tazkia. Nafsi namsuta, wewe umefanya madhambi, umemuua innocent, umefika 99, hutafuti tu mtu akakuelekeza kwa Mungu kaomba msamaha. Kaingia msikitini akaona shekhe kama mimi hapa, amepiga mlemba wake, shekhe bana, mimi nataka kutubia, dhambi yangu ni kubwa sana. Umefanya nini? Nimeua watu 99. Shekhe akapangalia, akamwambia, wewe nafsi 99, wewe jiandae, unakwenda direct motoni. Sasa kama mimi ni wa motoni na kuachia wewe nini? Wacha nikamilishe 100. Jamaa na upanga wake hapa akamalizana na shekhe. Shekhe, basi kama ni motoni, wewe tagulia, wewe utapatana kule mbele. Shekhe hakutumia hikma. Na nani anayemzuia huyu bwana anataka kutubia? Nani anayemzuia na tauba ya Mola Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo siku 2 3 nafsi bado yamsuta. Akatafuta sasa shekhe ambaye kwamba anajua masala ya tauba. Kama mani yamnao, nani ataki kuzuia? Wewe toka katika mtaa unaoketi, influence unaoiona pale, nenda mtaa wa kheri, tubu, Mola atakupokea. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kwa hivyo hikma yatakikana katika dawa. Umemuona mtu amekosea, ana madhambi, anahitajia rahma zaidi kukushinda wewe. Naam, anafanya makosa, lakini hautaki kumwokoa wewe, kumwingiza katika mstari wa takwa na yeye aokoke kutokamana na moto. Hauwezi ukalifanya hilo ikiwa maneno yako hayajachujwa katika hikma. Kwa hivyo labudda uwe na hikma. Na kisa hichi kinafanana chaelezo kutoka Khalij, pengine ni Emirates ama katika nchi hizi za Gulf. Mzungu ambaye anafanya kazi za injinia za petroli, na tufahamu ardhi ya Gulf mashallah ni ardhi imepakata, na sisi wanasema black gold, dhahabu nyeusi, petroli kila mahali. Kwa hivyo hawa wanajaribu kuwazima jamaa mbalimbali. Huyu bwana ameishi Mwingereza ama ni Marekani miaka takriban 20. Ameona Waislamu wanaona, mimi imani yangu imekamilika na nataka nitangaze Uislamu wangu ndani ya msikiti ili watu wajue mimi ni Muislamu. Akifika darasani kama Ramadhani hivi, kuonekana jamaa mzungu pale, kwanza watoto kageuza kichwa, vuna kuja kufanya nini hapa? Amekuja kutafuta nini hapa? Na wale katika makampuni yao kuna misikiti tayari, kwa hivyo wajuana. Na penginepo huu katika miaka 20 alikuwa ni mtu mlevi, ni mtu mzinifu, naonekana na kila mmoja, na shekhe anamjua. Huyo jamaa kuja pale, mimi nimekinai sana, nataka kuingia katika Uislamu. Shekhe hakuwa na hikma, bali baadhi wanasema alikuwa na hasad. Lakini kuna hasad nyingine, na huyo anauchomoka sasa anaingia peponi. Akamwambia maneno yafuatayo: wewe umeketi miaka yako, how old are you? 70 years. Umeishi ukizini, umeishi ukinywa pombe, umeishi ukila riba, umeishi ukifanya madhambi yote. Sasa karibu utafariki, wataka uingie peponi na sisi. Mimi sikusilimishi wewe, umri wako wa kusilimu usha expire. Jamaa, kumbe mimi nimechelewa sana, ningesilimu at the age of 50 at least, katika miaka 50. Naona 70 years, madhambi, unanuka dhambi. Tutokee hapa bil asaf. Bana katoka kaenda zake, lakini bado nafsi yake inamsuta, mimi nimechelewa vipi kuingia katika dini? Yozungumza peke yake. One of the colleagues kidogo Mungu amempiga mwangaza, muona, mbona wasema peke yako, umeanza kuchizi? Kandia, wallahi leo nimetaka kwenda kusilimu, nimeambia umri wangu umeexpire. Kwa hivyo mimi nenda motoni, nina certificate moja kwa moja ya kwenda motoni. Kama nani anakuambia maneno hayo? Akaambia, toka usiku huu, kuna darasa la bwana mmoja katika wacha Mungu, twende ukasilimu. Naruhusiwa kuingia katika Uislamu? Naam. Wakiingia usiku, mashallah, jalsa ya tasawuf ya tazkia. Akaingia yule shekhe, akaambia kuna mgeni hapa anataka kusilimu. Akasimamisha kila kitu na akasema, akipiga shahada na sisi tupige shahada na yeye.
Yule bana alilia kilio kikubwa sana, joyful tears. Wallahi hamjui ile raha niliyokuwa nao katika kuingia katika dini ya Kiislamu. Lakini mimi nimeambiwa 1, 2, 3. Yule shehe akaambia, nani amekueleza maneno haya? Akasema kuna msikiti fulani hapa, amjua yule shehe. Achukua simu akampigia, habibi tatasaddar katika manabiru, katika mimbar au katika darasa wazungumza, mtu anakuja kusilimu yake, maneno gani ya kumwambia? Kaambia, abui ahui kwa bwana ameishi katika madhambi yote, atakatuingia pamoja naye. Nani amekupa uhakika wewe utaingia peponi? Wewe unaizungumza maneno haya, nani amekupa uhakika kwa utaingia peponi? Kwa nini umhusudu mtu ametaka kuingia katika Uislamu? Man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira, mtu ambaye kwamba amepewa hikma, amepewa khairi kubwa sana. Na ndio inshallah taala, pengine hikma yetu ya kwanza tutakayoisoma leo, na hapa nitaomba mnisikize vizuri sana. Huyu Ibn Ataillah Sekandari asema maneno haya, anasema min alamati al-i'timad ala al-amali nuqsanu ar-raja inda wujudi az-zalali. Tarudia haya maneno tena kidogo, katika hikma lazima uyaseme kisha reflect, jaribu kuvuta zile hisia. Asema min alamati al-i'timad ala al-amal, katika alama signs zinazoonyesha wewe wategemea amali yako, yani umtegemei Mola subhanahu wa ta'ala. Wewe ukiswali, ukifunga, muamala wako ni transaction. Kwa mimi ya Rabbi nakupa unipe, mimi naswali, kwa hivyo sharti ya mimi kuswali unitie peponi. Kwa hivyo is a transaction, muamala. Sisi tutaka tujiulize sisi hapa tuamiliana vipi na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anasema min alamati nuqsan, min alamati al-i'timad ala al-amal nuqsanu ar-raja inda wujudi az-zalal. Alama ya wewe kuwa unategemea amali zako ni yale mapungufu unaoyapata ya matarajio kwa Mola subhanahu wa ta'ala wakati unapofanya makosa. Yani najua mimi nishakosa, na pengine mara nyingine kuna makosa mengine, mfano wanasema alhasad, katika tafsiri ya alhasad, taakulu alhasanat kama alhasadu yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhatab. Mtu kuwa na hasad, na hasad yaeleweka. Hasad ni wewe umemwona mtu ana kheri, ana neema, tamanni, ukatamani zawalu ni'mati akhik, ile neema Mungu alompa subhanahu wa ta'ala itoke ije kwako. Yani kwa lugha nyingine, Mola, kwa nini umempa yeye, kwa nini hukunipa mimi? Hizi pengine katika darasa zetu tutakuja kuzitaja. Na kuna hasad nyingine hutaki hata returns, ni hasad ya ibilisi. Hasad ni mbaya sana. Pengine tutaje tafsiri fupi. Ule bwana mfalme alitaka kujua bakhili na hasidi nani muovu. Bakhili ni mtu hataki chochote kitoki, na hasidi ndio huyo tumemtaja. Akaambia kuna bwana hapa mtaani anaitwa bakhili, anafikiri ameshinda mabakhili wote. Na kuna mtaa fulani kuna mtu anaitwa hasidi na ameshinda mahasidi wote. Pengine walete kwa pamoja tuone nani amemshinda mwenzake. Basi kukalikwa walishi mkubwa sana, kaletwa hasidi na huyu mwingine akaletwa bakhili. Mfalme akatoa ofa, akasema nyinyi nimewaleta hapa mbele, yoyote atakayetamani chochote kwa mara ya kwanza, yani mbele ya mwenzake, nitampa. Wewe mfano tutumie lugha za hapa, umetamani Lexus, nitakupa, lakini madamu umesema mbele yake huyu alochelewa kusema, nitampa 2. Sawa? Tampa 2. Kwa hivyo ukisema nataka Lexus 10, atakupa 10. Yule alochelewa kusema atapewa Lexus 20.
Sasa huyu ni bakhili na huyu ni hasidi. Bakhili hataki, nitasemaje mimi? Alafu nikisema nitaitumia ile gari, alafu wahakadha, mahesabu nyingi. Hasidi naye nikisema mwenzangu atapata zaidi yangu itakuwaje? Kwa hivyo mimi afadhali ni nyamaze. Masaa mawili, masaa matatu, saa 10 tutataka kufika, watu wanasubiri, jamaa wamenyamaza. Mimi sijui ningekuwa nimesema mambo mangapi, na apate mwenzangu atakachokipata shauri yake. Mara karibu na alasiri, time itapita, hasidi anainua mkono akasema, jamaa, habari adhim. Hasidi, umetamani kitu gani? Umesema nikisema kitu utanipa 1, mwenzangu atapata mara 2. Basi mimi nimefikiria, naona unitoe jicho 1. La ilaha illa Allah. Ili mwenzake kwa kusaliti, yani wewe uko tayari ukose jicho machungu, lakini mwenzangu akose mawili. Hii ni hasadi ya Ibilisi, hataki returns. Bora tukose sote tuumie, lakini yeye aumie zaidi. Yani maradhi mabaya sana. Mwenyezi Mungu atuondoshe na tukomboe kutokamana na matatizo kama haya. Kwa hivyo tumeelezwa alhasad yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru al-hatab, yala kama vile moto unavokula kuni. Kwa hivyo kuna mara nyingine mwanadamu anapofanya madhambi anahisi zile thawabu zake zinaliwa. Ni kama maradhi pengine ya kensa, Mwenyezi Mungu atuepushie. Kuna maradhi mengine yanakula mwili, maradhi ya ukimwi yanakula mwili ala sabili mithal, na kuna madhambi mengine yana tabia hiyo, ukiyatenda na wewe yanakula zile khairati na thawabu zako zinaliwa, unajikuta wewe umeswali lakini hauna chochote. Sasa mara nyingine mwanadamu akiwa katika hali hii anahisi mambo fulani, na hii ni alama ya kuwa anta ta'tamidu ala al-amali la ta'tamid ala rahmatillah. Yani matatizo mabaya sana. Itapiga baadhi ya mifano ili iweze kueleweka. Mfano, sisi tunaamiliana vipi na Mola Subhanahu wa Ta'ala? Tuingie peponi, sote tunatamani kuingia peponi, alaysa kadhalika? Tunataka Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa Jahannam. Ni muamala, ya Rabbi umeniamrisha mimi nifanye niingie peponi, na nifanye utaniepusha na moto wa Jahannam. Iftiradha, yani masala kidogo mazito katika tarbiyatul alqulub. Tufaradhie hakuna pepo, hakuna moto. Utaswali? Je, utafunga? Utatoa sadaka? Ikiwa hakuna janna, hakuna nar, habibu, utafanyaje? Utaswali? Utaswali kweli? Kwa nini utaswali? Tupate faida hili. Kwa nini unaswali na hakuna moto, hakuna pepo, hakuna mmea? Kwa sababu umezoea kuswali. Haya masala mazito, haya masala ni mazito, lakini jawabu yake ni nzuri sana. Lakini tuongeze, mbali na kuwa nimezoea kuswali, ni kuwa nitaswali kwa sababu Mwenyezi Mungu astahiki kuabudiwa. Sawa nitaingia peponi, sawa sitoingia peponi, wallahi na kuabudu ya Rabbi kwa kuwa tastahiku dhalik. Tamam. Hili ndilo jambo ambalo kwamba lajengeke katika nafsi ya mtu. Ule mwanamke anajulikana kama al-Adawiya, tabiatul adawiya, mmoja katika wanawake wacha Mungu. Huyu pia amezikwa Misri. Katika baadhi ya dua yake alikuwa akisema ya Rabbi. Haya maneno pia kama ukuyafahamu utakuwa na wasiwasi. Ya Rabbi, ukipata katika moyo wangu kuamini na kuabudu tam'an li jannatik, mimi nafanya ibada kuwa nina tamaa wewe uniingize
peponi, usinitie peponi, kwa sababu nitakuwa ninafanya transaction, nikupe unipe. Ukipata moyo wangu mimi kweli na swali, nafunga, nafanya khairati zote ili wewe uniingize peponi, usinitie peponi. Na ukipata mimi nayafanya yote ya Rabbi, naogopa usinitie motoni, usinitie motoni, wewe nitumbukize katika moto jana. Jamaa walikuwa pale wakasema, Rabia wamezidi, sote tuna swali, tunataka kuingia peponi, kwa nini wewe unasema usitiwe peponi? Akazungumza haya niliyosema, hebu iftiradhan, hakuna pepo, hakuna moto, mtaswali, mtafunga. Ikiwa kweli mtaswali, muamala wenu na Mola Subhanahu wa Ta'ala is not a transaction, sio mambo ya kunipe nikupe. Ina maana utakuwa na kheri kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio maneno anayazungumza huyu bwana, kuwa mara nyingine lilasaf unaweza kumwona mtu kwa kuwa ameswali sana au ametoa sadaka sana au amefanya kheri sana, akawa amejipa garantii moja kwa moja yeye ni wa peponi. Ikiwa mtu amefikiria hivi, amali zake ni mtu wa peponi. Nitakupa mfano kama huyu aliokuja kusilimu. Huyu bana pengine hata hana amali amefanya, kitu alichokifanya ni kutamka shahada tu, na shahada kama ilivyokuja, mtu akishasilimu tajubu ma qabla, yafuta madhambi yote aliyoyafanya. Kwa hivyo hana madhambi. Anao thawabu? Hana thawabu. Nianze sasa kufanya thawabu. Wewe ulioishi miaka 70 waswali ukafa, na huyu ameketi miaka 70 haswali akapiga shahada akafa, nyote mwingia peponi? Tabaan, nyote mwingia peponi, alaysa kadhalik? Sasa kile kilichokuingiza wewe peponi miaka 70 waswali na kilichomuingiza huyu peponi miaka 70 yuasi, ni kitu gani kimewatia peponi? Ni nini mzee wangu? Shahada. Na mbali na shahada ni kuwa ni rahma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wewe unaweza kuyafanya yote na usiingie peponi. Tapiga mfano wa hai Ibilisi. Kwa kwanza tukimsikia tutasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ibilisi mwenyewe anajulikana katika baadhi ya majina, anaitwa Tawusul Malaika. Yeye ni jini, si malaika, lakini kulipotokea aliyotokea kama yalivyoeleza katika Qur'ani, kabla ya kumuumba mwanadamu waliishi majini. Majini ni viumbe vakale vya kitambo kabla mwanadamu. Kwa hivyo kukatokezea vita wa hakadha, kwa tafsiri na riwaya mbalimbali. Ibilisi alikuwa ni mdogo, akachukuliwa akapelekwa peponi, akalelewa na malaika, akachukua yale maadili. Na wenyewe wanazungumza hata kabla ya kuchukuliwa tayari alikuwa ni abid katika ulimwengu, anaitwa Abu Sajida. Ibilisi anaitwa baba wa sijda. Wanatueleza hakuna sehemu katika ardhi mzima isipokuwa kuna athari ya sijda Ibilisi. Huyu bwana amefanya ibada kiasi gani? Duniani alikuwa anaitwa Abu Sajida, na alipokwenda mbinguni akawa anaitwa Tawusul Malaika, yani ashindana mpaka na malaika. Lakini leo tunasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Amali zake zimemfalia nini? Sala, sijda, saumu alizozifanya Ibilisi, amepata laana ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Kwa sisi tuswali kwa sababu ni amri, tufunge kwa sababu ni amri, tufanye khairati zote kwa sababu ni amri, lakini itimadi yetu iwe ni itimad na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika maneno haya akasema, nyote mtaingia katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala birahmatihi, kwa rahma yake. Jamaa wakasema sawa, tumekubaliana ya Rasulullah, lakini wewe mashallah ni abid, wewe umetuzidi katika, wewe pia utaingia? Akasema
hata mimi sitoweza kuingia katika rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, mpaka Mwenyezi Mungu anifinike na rahma yake. Kwa hivyo mtu anapotegemea sala yake, mtu anapotegemea funga yake, mtu anapotegemea ibada yake, huyu tayari ashatoka katika mishiko ile inayoitwa ya aqida, al-i'timad ila Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ameritadi? La, ni Muislamu na kila anachokifanya ni sawa, lakini daraja yake inatakana ipande juu. Nimalize maneno yangu. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli aljanna, mmoja katika nyinyi atafanya amali katika amali za kuingia peponi, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, iwe yeye na peponi ni dhiraa, ni kunyosha mkono tufungue mlango aingie peponi. Yusbiquhu alkitab, kwa sababu tayari katika makadir na qadari ya Mola subhanahu wa ta'ala ashaandikiwa imma shaqiyan wa imma sa'idan. Mimi sijui, wewe haujui. Fayusbiquhu alkitab, imtangulie kile alichoandikiwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulu. Subhanallah. Wewe karibu utafungua mlango tuingie peponi, yani karibu utaingia katika mlango uingie katika pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala, kumbe ulikuwa ushasajiliwa wewe ni katika watu wa motoni. Fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulu, wa bil'aks, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', mtu afanye mambo machafu ya watu wa motoni iwe yeye na pepo ni mlango tu kufungua. Fayusbiquhu alkitab fayamal bi'amali ahli aljanna fayadkhuluha, kitabu kitangulie afanye katika watu wa kheri, vup, ashajikuta yuko katika pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tufanyeni, waquli imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, lakini tusitegemee amali zetu, bado tulie, tuitake rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala. Haya ndio mazungumzo mafupi aliyoyataja huyu bwana katika hikma yake ya kwanza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azisafishe nyoyo zetu, atutakabalie saumu zetu, atutakabalie ibada zetu, na tuingize peponi inshallah kwa rahma yake. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.